قال القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي ويشمونه أمويراذ anatueleza fi kitabu tadhkira, katika kitabu kinachoitwa tadhkira, ya kwamba ikhtirafa an-nas wameikhtilafiana watu fi ruhi, katika akhbari ya roho, ikhtirafan kathira, ikhtirafa ambazo ziko nyingi zaidi. Al-Imam al-Qurtubi akasema fa madhhabu ahlu sunna, imma katika madhhab ya ahlu sunna kwamba anna jisma latifa au latifa, hakika ya mwili ni mdogo, ikimaanisha baina ya mwili na roho ni kubwa na mwili ni mdogo. Hata ukiona mtu ana mwili mpana wa kiasi gani, lakini kwa kiungo kinachoitwa roho, kwa mujibu wa kauli ya al-Imam al-Qurtubi, asema roho ni kubwa zaidi kuliko sehemu ya mwili au kuliko mwili. Wa dhukira qabla hadha biyasir, na imetajwa kabla ya haya kwa uchache, ya kwamba anna ruhu bi'ainayn, hakika ya roho ina macho mawili, au anna ruhu bi'ainayn, hakika ya roho ina macho mawili, wa yadaini, na roho ina mikono miwili. Thumma dhakara ba'da hadha, na kisha pakatajwa baada ya haya kwamba anna ruhu takunu taratan fil ardhi, hakika ya roho inakuwa baada tu ya kutolewa pale, takunu maratan fil ardhi, huwa roho mara baadhi ya nyakati katika ardhi, ala afnaihi alqubur au ala afnati alqubur, ala afnati alqubur, katika kilele cha makaburi, wa taratan fis samai, na mara roho huwa katika mbingu. Ni kama inahenga baadhi ya nyakati ardhini na baadhi ya nyakati katika mbingu. Tunaendelea kutafuta wapi roho yawa baada ya kutolewa katika mwili wa mwanadamu, yaishi wapi. Kuna makinzano, baadhi ya watu wakasema roho inaishi katika kaburi, baadhi ya watu wakasema roho itaishi chini, baadhi ya watu wakasema roho itaendelea kubaki hapo katika kitanda, baadhi ya watu wanasema ikishatoka ndio imetoka. Na hata wale wasio Waislamu wakathubutu kusema mtu akifa kafa, hakuna tena kuhishi wala kudhani wala kusikia wala chochote. Na hili hata wale Waislamu baadhi yao huamini hivi. Qala Umar bin Dinar, Umar bin Dinar asema, ma min yamut, hafi mtu yoyote, hafi mwenye kufa, yamutu, bali mtu huyu itakuwa amekufa, wa ruhihi fi yadi malak, na roho yake ikiwa katika mikono ya malaika. Pindi tu mwanadamu tunapohesabu kwamba fulani dakika chache katutoka, fulani dakika chache kafa, ni kwamba roho yake kwanza huwa katika mikono ya malaika. Tanzur ila jasadiha, roho hii tanzur ila jasadiha, hutizama ule mwili wake pale ulipolazwa. Kwa hiyo tunaona mwili utakuwa umelala hapa na malaika yuko pale pembezoni, na roho ikiwa mikononi kwa malaika, roho inatizama mwili wake, roho inatizama mwili wake. Lakini si hili, kwa namna gani anatizama? Nasema kaifa yaghsir, ni vipi mwili wake utaoshwa, wa kaifa yukafin, na vipi mwili wake utakafiniwa, kwa maana ya kuvishwa sanda, wa kaifa yamshi bihi, na ni vipi mwili huu utaondolewa hapa na kupelekwa katika malalo, kwa maana eneo la makaburi. Kwa roho hii huwa kwanza katika mikono ya malaika. Lakini kabla ya haya yote, tukumbukeni roho hii itakuwa imenyanyuliwa kwa kuelekea sehemu inayoitwa makanul arwahi. Makanul arwahi ni sehemu ya kuripoti roho za waja wema. Lazima kwanza zikaripoti, na kama kuna chochote katika taarifa, kwanza roho hii ifikishe pale. Lakini baada ya kumaliza zile akhbari zilizokusudiwa katika makanul arwahi, roho hii ni sharti irejeshwe tena huko ardhini, kwa sababu tukaelekezwa kwamba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kwa udongo mmeumbwa, kwa udongo mtarejeshwa, na kwa udongo mtatolewa ndani yake siku ya mwisho. Sasa baada ya kurejeshwa roho hii, yatakikana iwe katika mikono hii ya malaika, ikitizama majambo matatu haya: vipi itaoshwa mwili wake, vipi utavishwa sanda mwili wake, wa kaifa yamshi bihi, na vipi itanyanyuliwa mwili wake kwa ajili ya kuweza kuelekezwa katika malalo, kwa maana eneo la makaburi. Huyu kwa mja mwema, na sisi hatuna budi ni kumuomba Allah, Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
tujalie sisi kuwa katika makundi ya waja wako waliokuwa wema. Lakini kwa yule pia aliye mbaya, roho hii haitovuka hata katika wingu wa mwanzo, haitovuka. Roho hii itakuwa ikitoa harufu mbaya, roho hii itakuwa ina mazingira mabaya, mpaka vile iitwe ya ayyatuhal khabith, ukhruji, mtoka hapa. Sasa hii ni kuona namna gani tulivyo wabaya wa matendo, na matendo mabaya wala tusitafute kwenda mbali matendo mabaya, bali insanu ala nafsihi basira. Kila mwanadamu anajua anayapi katika mabaya, ima anayapi katika mazuri ambayo tuyatendayo. Tumetofautiana kwa design wa ubaya. Ubaya wa huyu ni mchawi wa kuamka usiku, ubaya wa huyu ni mchawi wa mchana. Ubaya wa huyu ni kuchukua pesa za wenzie katika maeneo ya mauzo, ubaya wa huyu ni msengenyaji. Na ubaya wa yule ni kuua watoto wake, ima mpaka watoto zake au mke wake, ima wazazi wake. Na ubaya wa huyu kazi yake ni usengenyaji. Ubaya wa huyu ni kula riba, ubaya wa huyu ni mfitinishaji katika jamii. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya nukta za ubaya, lakini ubaya uko mwingi. Kwa hiyo haya inategemeana kila mmoja amejikita katika nukta gani dhidi ya ubaya. Kwa hiyo hatuna budi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na namna mzuri ya kufanya mema na tuachane na akhlaki zilizo mbaya. Jambo la tatu, roho hii ikiwa katika mikono malaika inatizama wa kaifa yamshi bihi, na ni vipi roho hii au mwili huu utaondolewa kupelekwa katika malalo. Fayajlisu fi qabrihi, na roho hii iende ikakae katika kaburi ambalo tayari limeshatayarishwa kwa ajili ya mwili huu. Baada ya kujiridhisha matatu haya yote na msafara, sasa tutaraji kunyanyua mwili huu kwenda kumstiri mwenzetu, ndugu yetu katika imani. Roho hii yatangulia katika eneo la makaburi pia kwenda kuona wapi roho ile au mwili huu utafikia. Hili tunaona kwamba ni mazingira ya umauti. Waislamu na wasio Waislamu, wasikilizaji kwa ujumla, tunakumbushana haya. Haja si nyingine, haja yetu ni kuona ya kwamba wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa hii dunia isipokuwa ni pumbazo la muda mchache sana. Kwa hiyo tusipumbazike kwa mapambo yaliyo katika dunia, tusipumbazike kwa kuiona kuwa dunia ni tamu. Ndugu zangu Waislamu na msio Waislamu, wasikilizaji kwa ujumla, hii dunia walikuwa wengi kabla yetu, lakini leo wako wapi? Hii dunia kulikuwa na watu majabbar, leo kwa ujabali wako ulionao huwezi kufika hadi hati ya kuweza kuwafikia wale. Leo kwa utajiri ulionao huwezi kuwafikia kina Karuni, Hayamana na kina Firauni. Wewe si lolote, si chochote. Kuna watu waliweza kuwa na mapesa na mamali kuliko hata wewe. Kuna watu ambao walikuwa na mapesa na kuna watu walikuwa na mali. Kuna watu walikuwa na siha njema, kuna watu walikuwa na umri mrefu, kuna watu walikuwa ni wazuri, kuna watu waliruzukiwa katika kila namna ya neema, lakini leo wako wapi? Basi na mimi na wewe tuna haja ya kukumbushana ili mradi tuweze kubadilika na tusije tukaona kwamba hii dunia ni mpya, kila kuchavyo dunia imekuwa mpya. Eleweke kwamba kila kunavyopambauka dunia inakwenda zake. Hii dunia nayo pia ina umri mfano wako. Ikiwa mimi na wewe tuna umri na tuna limit ya muda, basi eleweke ya kwamba hata hii dunia tulionayo ina limit ya muda, kwa maana itafika muda utakwisha muda wake. Ikiwa dunia itakwisha, vipi mie nawe tusiishe? Kubwa zaidi tuache maovu, tutende yaliyo mema ili mradi tuweze kupata husnul khatima. Wasikilizaji kwa ujumla, tunaona kwamba fayajlisu fi qabrihi, roho hii yatangulia au yenda katika kaburi, pale sehemu ambako kwa taraji kupelekwa mwili huu. Wayuqalu lahu, na malaika walioko pale husema kuiambia roho, leza roho ile, isma' thanaa an-nas, kaa kimya, nyamaza, tunataka kusikia watu wanazungumzia nini kwako wewe. Wapenzi wasikilizaji, kusikia nini watu wanachosema dhidi yako. Tunazungumzia CV yako. Wengine wamejipamba na CV mbaya, uhai wao wanaochakaza katika ulevi. Wengine wachakaza CV zao wao katika uzinifu. Wengine wanachakaza CV zao katika kurogana. Wengine wachakaza CV zao ili mradi kila mmoja anayakwake mabaya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe CV mzuri, kwa maana sifa mzuri, ili tutajwe vizuri. Ukitajwa vizuri, maana yake hata malaika waendelea kusema ala, kumbe huyu mtu anazo sifa mzuri. Kinyume chake, kana kwamba una sifa mbaya,
watu pia watakutaja kwa ubaya. Dhakarahu al-Hafidh Abu Naim. Abu Naim ni pia akasema wakila, na kukasemwa tena kwamba innal arwah, hakika ya roho, tazuru qubuliha kullu jum'ati, roho zote zafanya ziara za kuzuru eneo za makaburi, eneo ambalo miili ya zile roho zilizikiwa. Katika kila siku ya Ijumaa roho zafanya hali ya kuzuru kama kutembelea. Hapa tukasema katika mada tutatafuta wapi roho zinaishi. Ikiwa roho zinatembelea kila yaumul jumaa, maana yake kuna pahara roho hizi zinatoka mpaka zinakuja katika eneo la makaburi. Sasa roho hizi zatoka wapi mpaka zaja hapa? Abu Naim akasema innal arwahi tazuru qubuliha, hakika ya roho zazuru katika makaburi. Kila roho inazuru katika kaburi lake pale ambako mwili wake umelazwa. Kullu jum'at, katika kila siku ya Ijumaa, ala qudum, katika hali ya kudumu. Si kwa maana Ijumaa ya leo itakuja, Ijumaa inayofuata haitakuja. Hapana, katika kila siku ya Ijumaa roho hizi zinafanya hii katika utaratibu huo ambao uliwekwa katika hali ya kudumu. Falidhalika yustahab, na kwa hali hii basi ikapendelewa ziyarat al-qubur, kufanya matembezi au kufanya maziara ya sisi tulio hai na wale watakaendelea kuwa hai, kufanya ziara. Ziara ni kutembelea, ni ziara kutembelea katika maeneo ya makaburi. Lakini kwa wakati gani twende? Asema lailatul jumaa, usiku wa Ijumaa, wa yaumaha, na mchana wake. Sasa usiku wa Ijumaa tunaupata wakati gani? Kwa mujibu wa Uislamu siku haitobadilika saa 6 usiku. Kwa mujibu wa Uislamu siku yabadilika magharibi ya siku ya Alhamis. Alhamis magharibi yake twaita kwamba si Alhamis tena, hii tunaita ni siku ya Ijumaa. Kwa muda kwamba hii ni siku ya Ijumaa, maana yake jioni hii ambayo sisi tumezoea kuita jioni Alhamis au usiku wa Alhamis, huu ndio unatambulika kuwa ndio usiku wa Ijumaa. Kwa hiyo usiku huu ikapendelewa sisi tulio hai na wale watakaoendelea kuwa hai, pakapendelewa kutembelea eneo la makaburi. Lakini si tu usiku huu, hapana, bali kutembelewa katika wakati wa usiku, lakini pia wa yaumaha, na mchana wake. Umeweza kwenda usiku, nenda. Umeshindwa kwenda usiku, basi hata vile mchana wake, kwa maana mchana sasa wa siku ya Ijumaa